Moyo wa mtu huyu una uovu kiasi gani kwamba aliwaamuru watu wake kuwafungia wanawake ndani ya nyumba na kuwachoma wakiwa hai. Muda mfupi baadaye alimchukua binti mkubwa wa mzee huyo kuwa mke wake. Tangu Cindy alivyoingia ghafla nyumbani kwa Sam na kugundua siri yake, mwanaume huyo mara moja alituma watu wake wamkamate msichana huyo. Kwa bahati nzuri, Cindy alipata mfadhili aliyemsaidia kutoroka kutoka kwenye jumba hilo, lakini kwa bahati mbaya alikamatwa tena alipokuwa amejificha kwenye nyumba ya kijijini. Hivyo basi, watu wa Sam waliichoa nyumba hiyo kwa siri. Matokeo yake, Tom aliyekuwa amekuja kumtafuta binti yake pia alinaswa ndani. Aliposikia hili, Sam alikimbilia kuizuia. Alikimbia hadi mbele ya nyumba kuangalia na kumkuta Tom akivunja madirisha kwa nguvu, akijaribu kumwokoa binti yake mdogo. Mwanaume aliyekuwa anataka kuwaokoa alisita wakati huo, kwa sababu Sam alikumbuka kuwa baba yake alikufa kwa sababu ya Tom. Ikiwa uhasama kati ya familia hizo mbili ungefufuka, asingeweza kumfuata Jenny. Hivyo, katika wakati huo muhimu, mwanaume huyo ghafla alibadilisha mawazo yake na kumzuia msaidizi wake asiwaokoe. Akimwona Sam akiondoka, Tom alitambua uovu wake. Moto ulipozidi kuwa mkubwa, hakuweza kufanya chochote zaidi ya kujiokoa mwenyewe. Hivyo, baba huyo alilowesha kitambaa na kumfunika Cindy, kisha akaupiga mlango wa chuma kwa miguu yake kwa nguvu. Wakati nyumba ilipokuwa karibu kuanguka, alimtupa binti yake nje kupitia dirishani, lakini yeye mwenyewe aliangamia kwenye moto, akapoteza maisha yake. Baada ya kumpoteza baba yao ghafla, binti hao walilia kwa uchungu mkubwa, wakishindwa kukubali hali hiyo. Linda aliyekuwa na huzuni alimlaumu dada yake kwa kila kitu, akisema ni kwa sababu yake ndipo mama yao alipoteza maisha wakati wa kujifungua, na sasa pia ni kwa sababu yake wamepoteza baba yao pekee. Katika wakati huo, maneno ya dada mkubwa yalimsababisha Cindy kujilaumu sana. Wakati wa kupanga mazishi ya Tom, Sam alionyesha kwamba familia yao haina mwanaume na aliwasaidia sana. Aliwaeleza kuwa moto ulisababishwa na hitilafu ya umeme na alipofika tayari ilikuwa imechelewa. Wakati huo, mwanaume huyo alijifanya kuwa na huzuni sana. Aliomba msamaha kwa dada watatu, akisema kwamba kama angefika mapema, msiba huu usingetokea, na kwamba hakumlazimisha mjomba kuuza duka kwake, bali alikuwa anahitaji fedha haraka, ndiyo maana walitia saini mkataba. Kwa sababu ya maelezo hayo ya unyenyekevu, si tu kwamba Sam alijisafisha na uovu wake, bali pia alipata mapenzi ya mpenzi wake na shangazi yake. Hivyo, wakati wa mazishi ya Tom, alikuwa makini na mwenye kujituma sana, na kutokana na kifo cha baba yao, duka na familia pia lilibadilishwa kuwa chapa ya Sam Fried Chicken. Pingamizi la Cindy halikuwa na maana tena. Baada ya kikwazo cha Tom kuondoka, Sam alianza kumfuatilia Jenny kwa nguvu, na Jenny pia alimuona kama msaada wa kiroho uliokaribisha maendeleo ya uhusiano wao. Sam alimfuata mpenzi wake na kumpendekeza ndoa. Pendekezo hilo la ghafla lilimshangaza sana Jenny. Baada ya yote, walikuwa bado hawajafikia hatua ya ndoa. Nani angejua kwamba mwanaume huyo ghafla angekiri mapenzi yake kwake, akimweleza yote yaliyokuwa akihisi kwa uchungu. Wakati huo, Jenny alijua kwamba hastahili mrithi tajiri wa kizazi cha pili, kwa hiyo hakukubali pendekezo la Sam. Lakini bila kutarajia, mdogo yake Linda alileta matatizo tena. Ilibainika kuwa alikuwa akijirusha kwenye baa na alionekana na profesa kutoka shuleni kwake. Hivyo, siku iliyofuata, Linda alifukuzwa shule. Akiwa karibu kuhitimu, ghafla hakuweza kupata cheti chake. Hivi karibuni shule nzima ilijua hili. Kama mwalimu, Jenny pia aliathirika. Kwa hivyo mkuu wa shule alitumai Jenny angejiuzuru kwa wiana na kuhamia shule nyingine. Kwa sababu ya hili, Jenny alianguka katika hali ya kukata tamaa. Lakini bila kutarajia, Sam alimsaidia kwa siri kutatua kila kitu, kwa kutumia mamlaka yake kuwarudisha dada wawili katika nafasi zao za awali. Katika wakati huo, Jenny hatimaye alikubali pendekezo la Sam. Wakaenda kwa shangazi yake kuomba idhini yake. Licha ya kupingwa na dada yake, alipoamua kuolewa na Sam, Cindy amekuwa na wasiwasi kila wakati kuhusu maisha ya dada yake baada ya ndoa. Kwa hiyo akachukua mizigo yake na kwa hiari akaenda nyumbani kwa shemeji yake. Kuona dada yake hatimaye yuko tayari kuhamia pamoja kulimfurahisha sana Jenny.
Angalau wale dada wawili wangeweza kubaki pamoja na kutegemeana. Lakini usiku huo, Cindy alimwona mtu anayemfahamu ndani ya nyumba ya shemeji yake, yule mjomba aliyekuwa mbele yake. Je, hakuwa yule mtu mbaya aliyekuwa anaweka teknolojia haramu kwenye nyama ya kuku? Sasa kuja kumtafuta Sam usiku wa manane, lazima alikuwa na nia nyingine fiche. Hivyo Cindy alitaka kuchunguza hali ilivyo. Kwa hakika, wale wanaume wawili ndani ya chumba cha siri walikuwa wanabishana kuhusu jambo fulani. Ilibainika kwamba mjomba alimshutumu Sam kwa kuwa mkatili kupita kiasi kwake. Inawezekanaje unanitupa tu baada ya kunitumia? Baada ya yote, nilikusaidia kumwondoa yule aliyekuwa kikwazo machoni pako, Tom. Wakati huo, Cindy aliyekuwa amejificha hatimaye alijua chanzo cha kifo cha baba yake. Hakuwahi kutarajia kwamba shemeji yake ndiye aliyekuwa muuaji wa baba yake. Mara tu alipofunga mlango, aligunduliwa na Sam. Hivyo mwanamume huyo mara moja alimuonya msaidizi wake anyamaze, kisha akafungua moja kwa moja mlango wa siri na kumkuta shemeji yake akiwa amejificha ndani akimtazama, akijua siri yake imefichuka. Wakati Sam alipokuwa karibu kuchukua hatua, mke wake aliingia akiwa na kikombe cha chai, hivyo Cindy akawa na bahati ya kutoroka mara hii. Baada ya kila mtu kuondoka, mwanamume huyo hatimaye alionyesha sura yake ya kweli. Lakini kwa bahati mbaya, shemeji huyo tayari alikuwa ametoroka kutoka kwenye chumba cha siri. Sam akiwa na wasiwasi, mara moja aliwapigia walinzi wake waende kumkamata. Isivyotarajiwa, Cindy hakukimbia, bali alirudi kwenye chumba cha siri. Kisha Sam haraka akaanza kueleza kwamba hakumuua baba mkwe wake na kwamba kifo cha baba yake hakikuwa na uhusiano wowote naye. Akimuona shemeji yake akiwa jaa ulongo, Cindy alikasirika sana wakati huo. Lakini Sam alimuonya shemeji yake ni bora akae kimya. Kama dada yake angejua kila kitu, ndoa ingeweza kuvunjika kabisa, na baadaye Jenny angeishi katika maumivu. Aliporudi chumbani kwake, Cindy alijikuta amekwama na maneno ya shemeji yake. Kwa sababu hakutaka kuharibu furaha ya dada yake, aliamua kuondoka kimya kimya peke yake. Hivyo hakusema kwa heri kwa mtu yoyote na alikimbia usiku bila kutarajiwa. Sam hakupanga kumwacha aende. Muda mfupi baadaye, kundi la watu lilivamia nyumba ya shangazi wakitafuta kila sehemu. Hawakuacha hata nyumba ya jirani. Bahati nzuri, Cindy aligundua mapema na akapata nafasi ya kuondoka kwa msaada wa rafiki yake wa kiume wa karibu. Alikimbilia haraka kituo cha treni, akanunua tiketi na akatupa taarifa za mawasiliano alizokuwa nazo. Ndivyo Cindy alivyoingia kwenye treni peke yake, akikimbia kutoka mjini. Wakati Jenny alipofika chumbani kwa dada yake, aligundua kwamba alikuwa ametoweka. Akiwa na wasiwasi, haraka aliwasiliana na shangazi yake kuuliza hali ilivyo, lakini akagundua kuwa dada yake hakufika nyumbani usiku uliopita. Na wale watu waliokuwa wakimtafuta Cindy pia walimfuatilia rafiki yake wa kiume. Hivyo wakaamua kuanza uchunguzi kupitia kwa yule mvulana. Katika siku zilizofuata, watu hao walikuwa wakimfuatilia mara kwa mara yule rafiki wa kiume aliyekuwa akiuza kuku wa kukaanga. Na mvulana huyo aliwaona waliokuwa wakimfuatilia kupitia kioo cha nyuma cha gari. Lakini katika hali isiyotarajiwa, kijana huyo anakosa umakini barabarani na kupata ajali mbaya sana ambayo ilimpelekea yeye kupoteza uhai.